Mpenzi mtazamaji wa Jugo Media, Injili getani mwako popote pale ulipo unapo matangazo yetu. Sherehe ya miaka 10 ya kwaya tangu kuanzishwa kwake hapa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT. Na pembeni yangu nipo na mmoja wa walimu ambaye amehudumu kwa muda mrefu katika chuo hiki cha Taifa cha Usafirishaji kama mwalimu wa kwaya Mtakatifu Don Bosco. Pamoja na kwamba amemaliza chuo, lakini bado yuko hapa akiendelea kufundisha na kuwapa maarifa kwaya hawa wa kwaya ya Mtakatifu Don Bosco. Na leo hii ni sehemu ya historia pia, yuko hapa akisherehekea ya uwepo wa kwaya hii. Juza nini furaha yake? Mwalimu, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari ya uzima? Namshukuru Mungu, niko salama kabisa. Naendelea salama kabisa. Hongera sana kwa sherehe ya siku hii ya leo. Asante sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya miaka 10 ya kwaya yetu ya Mtakatifu Don Bosco. Hongera sana. Asante sana. Umekuwa hapa kwa kipindi kirefu sana, na nafikiri ni takriban miaka 5 au zaidi huko hapa ukiendelea vijana hawa katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo inaenda mbele. Labda wewe una kitu gani kutoa katika kipindi chote ambacho kwaya hii ya Mtakatifu Don Bosco? Nimekuwa hapa kwa muda wa takriban miaka 5 toka nimejiunga kwa mwaka wa kwanza kwenye masomo yangu, na nikafanikiwa kumaliza mwaka 2023, lakini kwa neema ya Mungu, kwa sababu nilikuwa katika mazingira haya, nilizidi kubakia katika mazingira haya na nikazidi kuwepo kwenye jumuiya hii au familia hii ya kwaya Mtakatifu Don Bosco. Kwa hiyo ni sehemu ambayo imebakia kama sehemu ya familia kwangu. Hivyo kupitia hiyo tumekuwa tukikutana tukimsifu Mungu katika utume huu wa uimbaji kila mara na kila wakati. Tumekuwa na matamanio hayo tukiishi kama familia. Hivyo leo hii tunamshukuru Mungu kutimiza hii miaka 10 ya utume wa uimbaji. Hongera sana mwalimu. Asante sana. Katika kipindi chote ambacho umehudumu kama mwalimu, nafikiri ulikuja hapa chuoni ukiwa sio mwalimu wa kwaya. Ndio kabisa. Lakini majiundo na bidii ya kuendelea kujikuza imekufanya ufikie hapa ulipo leo. Unafikiri kipi kingine ambacho umekipata ukiwa hapa unaendelea kumshukuru Mungu pamoja na kwaya Mtakatifu Don Bosco hapa NIT, tofauti na ualimu? Tofauti na ualimu, kwa sababu tumekuwa tukiishi katika mazingira haya. Namshukuru Mungu kupitia haya yote ambayo yametokea katika familia hii, nimepata nafasi ya kujuana na watu wengine ambao kupitia wao wamekuwa kama familia au daraja ya kufanya mambo mengine katika maisha yangu ya kawaida. Kwa hiyo utume wa uimbaji imekuwa kama daraja ya mambo mengine ambayo mbali na hiki ambacho Mungu amenijalia kukijua ndani ya miaka 5 ambao ni muziki mtakatifu, basi nimepata nafasi nyingine ya kukutana na watu mbalimbali ambao kupitia wao pia wamekuwa baraka katika maisha. Tunaishi kama familia na mambo mengi yanaendelea. Labda katika kipindi chote ambacho ulikuwa katika masomo hapa chuoni na wakati huo ukiendelea kuhudumu katika kwaya ya Mtakatifu Don Bosco NIT, pengine kuna changamoto yoyote ambayo ulishawahi kuipata ukataka kukata tamaa katika kufanya utume wa uimbaji na kwa namna pekee katika kufundisha kwaya ya Mtakatifu Don Bosco? Changamoto zipo. Kila mahali pana changamoto zake, na moja ya changamoto ambayo tumekuwa tukiipata na mara nyingine inasababisha baadhi ya watu wanakata tamaa hasa katika utume wa uimbaji ni swala zima la ratiba za chuo. Watu wengine wanapata hiyo changamoto na mwishowe wanajikuta inakuwa ni changamoto mojawapo ya mtu kushiriki mazoezi pamoja na kushiriki masomo ya kawaida ya darasani. Kwa hiyo kupitia hilo ni moja ya changamoto ambayo inamkuta mtu. Mwisho wa siku Mungu anambarikia mtu kwa jitihada ambazo anazifanya kufanya utume wa uimbaji na mambo mengine ya masomo pia anabarikiwa zaidi. Hivyo hapotezi kote. Baraka zinakuja kwenye utume wa uimbaji, baraka zinakuja kwenye masuala ya masomo. Ndio. Kwa hiyo tunapitia changamoto, ila kwa sababu tunamtumikia Mungu mambo yote yanaendelea vizuri kabisa. Ni miaka 10 ya Don Bosco. Siku leo tunasherehekea tukimshukuru Mwenyezi Mungu kwa uwepo wa wanakwaya hawa na hii kwaya katika kufanya utume wa uinjilishaji hapa chuoni na parokiani kwa ujumla na nje ya mipaka ya jimbo letu la Dar es Salaam. Labda kwa miaka 10 mingine, kwa maoni yako, wewe umekuwa ni mwalimu kwa muda mrefu, miaka 5 ni mingi sana. Unaiona wapi Don Bosco kwa miaka 10 ijayo? Kwa neema ya Mungu naona Don Bosco ikiwa inafanya mambo mengine makubwa zaidi. Kwa sababu Don Bosco iliyoanza mwaka 2015 na Don Bosco ya leo hii inayotimiza miaka 10 ni nyakati mbili tofauti.
wamepitia hali mbalimbali na kwa sasa hawezi wakafanana na ile hali ambayo walianza nayo mwaka 2015. Kwa hivyo kupitia hayo yote tunaona ndani ya miaka 10 mingine tena Don Bosco ikiwa imefika katika sehemu ya mbele zaidi kuliko hapa, wakizidi kumtukuza Mungu kwa ukubwa zaidi. Wamekuwa wakifanya utume wa uimbaji katika parokia na pamoja ndani ya parokia zinazopatikana jimbo la Dar es Salaam. Kwa hiyo mbali na haya yote ambayo wamekuwa wakiyafanya katika parokia zetu za hapa Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam, tunatumaini ndani ya miaka 10 baadaye watafikia malengo mengine makubwa zaidi katika utume wao uimbaji, wakimtukuza Mungu kupitia karama hiyo. Hongera sana mwalimu. Asante sana. Umekuwa hapa chuoni, lengo kubwa kabisa la kuja hapa chuoni ni masomo. Ni kweli. Haya mambo ya kwaya ni mambo ya utume tu ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Ni kweli. Labda wakati uko chuoni, kuna changamoto yoyote ya kimasomo ambayo unapata kutokana na kuwepo kwako kwenye kwaya? Kwa mimi kwa muda wote wa masomo, yani miaka mitatu kutoka mwaka 2020 mpaka 2023, sijapitia changamoto ambayo ilitokana na mimi kushiriki utume wa uimbaji. Changamoto ambayo iliharibu au kuleta changamoto yote kwenye masomo yangu ya kawaida, sikupitia changamoto hiyo. Japo kulikuwa na nyakati ambazo zinakuhitaji kwenye utume wa uimbaji na zinakuhitaji kwenye masomo, zinakuwa kama changamoto, lakini Mungu alikuwa anabariki. Ni kweli kuna wakati unakosa ya darasani kwa sababu upo kwenye kwaya, lakini Mungu hajaacha kubarikia. Mwisho wa siku unajikuta masomo hayo pia Mungu anakubariki, unafaulu vizuri na mambo ya utume wa uimbaji yanaenda vizuri. Kwa hiyo zinakuwepo kama changamoto, lakini Mwenyezi Mungu anabariki zaidi, mambo yote yanaenda mbele. Kwaya Mtakatifu Don Bosco imekuwa ikifanya vizuri sana kwenye matamasha, hata tamasha kubwa la wanachuo hapa Dar es Salaam CPT. Na mwanzoni wa sherehe yetu ndio kutokeza kidogo kwamba NIT ndio watu ambao wamebeba kombe lile mara nyingi. Ni kweli. Mpaka sasa nyinyi ndio mnalishikilia bila shaka. Bado ni ushindi wa pili sasa. Mshindi wa pili kwa mwaka huu. Sio mbaya, bado ni kombe pia. Ndio. Hii inawapa nguvu kiasi gani kushinda hayo makombe kila wakati? Inatupa nguvu zaidi kwa sababu tangu tumeshiriki kwa mara ya kwanza hatujakata tamaa. Tumekuwa tukipitia nyakati tofauti za kushiriki mashindano hayo, ambapo kuna nyakati zingine tulikuwa tunapata nafasi za juu zaidi na nafasi zingine katika miaka mingine tunashuka chini. Lakini hayo yote tumeyachukulia kama changamoto ya sisi kufanya zaidi kila mwaka. Kwa kila mwaka tunakuwa na kiu ya kushiriki kwenye kila tamasha ambalo linaandaliwa na chama cha wanataaluma wa Katoliki Tanzania CPT. Hongera sana mwalimu. Asante sana. Labda wakati wa maadhimisho haya miaka 10 ya uwepo wa Bosco, neno lako ni lipi kwa wanakwaya ambao wapo siku hii ya leo wakisherehekea miaka 10 hii ya Don Bosco? Neno lako ni lipi kwao wakati huu tunaelekea mwisho? Mimi napenda kuwaasa kwa sababu Mwenyezi Mungu anatujalia hizi karama. Kuna wengine wanavutwa moja kwa moja wao kwa nafsi zao wenyewe, kuna wengine wanavutwa na wenzao. Kwa na waasa wale wote ambao wapo kwenye karama hii ya uimbaji, haijalishi wewe ulivutwa na mwenzio au ulikuja mwenyewe kumuimbia Mungu, kila mtu awe na ile chachu ya kuendelea kumtumikia Mungu bila kukata tamaa. Na Mungu anataka tumjaribu hivyo kwa kujikaribisha zaidi kwa upande wake. Kwa kadri ambavyo tutakuwa tunajitolea kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu anayapenda na anayataka, basi Mungu hataacha kutubarikia katika mambo yetu ya kawaida. Kuna waasa ambao wapo saizi na ambao watakuja mbeleni kujiunga na kwaya yetu, wazidi kuwa na ile chachu ya kuzidi kumtumikia Mungu kupitia utume huu wa uimbaji kila mara bila kukata tamaa. Sababu hayo yote ambayo kwetu yalikuwa ni changamoto, huenda na kwao pia atawatokea. Kwa kila mtu awe imara zaidi kushiriki katika utume huu wa uimbaji, na Mungu hatamwacha apotee wala afeli katika masomo yake. Asante. Asante sana. Nikupongeze kwa kuwa sehemu ya historia hii kubwa